Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendo kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, kwa kile ambacho kimeweza kutangazwa leo hii Young Africans, ambapo inaelezwa kwamba taarifa njema kabisa ambao wameipokea leo hii kutoka huko katika viunga vya FIFA mara baada ya Young Africans kupeleka pia malalamiko yao huko, ambapo unafahamu ya kwamba safari hii wameamua kupeleka kimya kimya hili mambo yasije yakaharibika kama ambavyo kilichoweza kutokea kule katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo kasi, ambako kasi wenyewe walisema ya kwamba hawana uwezo wa kuweza kuletolea ufafanuzi swala hilo, hivyo wakawarudisha TFF, ambako huko TFF ndiko ambako kuna mvutano kati ya Young Africans dhidi ya TFF. Sasa Young Africans wakaona ya kwamba unarudishaje kesi kwa mtuhumiwa ambaye unamtuhumu kwamba hakutendei haki, hivyo klabu ya soka ya Young Africans wakaelekea FIFA, ambako ndiko wanataka kwenda kupata haki yao ya mchezo wa mabao matatu na magoli matatu kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika siku ya Machi 8, 2025, ambapo dabi ya Kariakoo ilikwenda kuahirishwa. Sasa mambo gani ambayo yameweza kujili huko FIFA utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili niko nayo hapa ambao nimekusogezea, utakwenda kujua. Ila kabla tujiendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza neno jekundu lililoandikwa hapo neno subscribe, na kisha kubonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuzungumze kuhusiana hili ambalo linazungumzwa kwa sasa ndani ya kikosi cha mabingwa watetezi wa ligi kuu ya soka Tanzania bara. Nazungumzia klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Bana, unafahamu ya kwamba Yanga kwa msimu huu mambo wanazidi kuyaweka yanakuwa mazito kweli kweli juu ya hatma ya dabi ya Kariakoo. Unafahamu ya kwamba mambo yamekuwa yakienda mpaka kafika bungeni, watu wakiweza kujadili juu ya hatima ya dabi ya Kariakoo, lakini jibu la serikali lenyewe lilisema ya kwamba mambo ya kimpira yanamalizwa kimpira, serikali haiwezi kuingilia. Ikiingilia basi Tanzania huenda ikakutana na lungu zito kutoka FIFA, ambalo huenda soka la Tanzania likafungiwa. Hivyo basi hawataki kujihusisha na hayo masuala na kuwaachia bodi ya ligi na TFF na wahusika wenyewe ambao ni Simba na Yanga kukaa chini na kuweza kulimaliza sakata hili. Kwenye kukaa chini, klabu ya soka ya Young Africans wako tayari, lakini kwa msimamo mmoja tu, kwamba wachezi na wapewe alama zao 3 na mabao matatu. Lakini vinginevyo tofauti na hapo, Young Africans wamesema wako tayari kuweza kushushwa hata daraja, ili mradi tu kukomesha vitendo hivi ambavyo vinavyoendelea. Viongozi wa Yanga wamecheza na akili kubwa. Viongozi wa Yanga wameonyesha ukomavu wa akili kubwa kuelekea madai na malalamiko ya manyanyaso wanayopitia kutoka katika mamlaka zinazosimamia soka nchini, ili kuonesha kuwa viongozi hao akili ni kubwa. Unaambiwa wametoa tamko la kusisitiza kutokucheza mechi dhidi ya Simba, kwani walijua mamlaka wana lengo la kutowasikiliza na kutakuwa na kazia hii. Leo asubuhi mamlaka zimetoa ratiba mpya ambayo kila mmoja alikwenda kuishuhudia kuhusu wakipanga tarehe mpya ya mechi iliyoleta utata ya Yanga dhidi ya Simba. Hii inadhihirisha malalamiko ya Yanga dhidi ya mamlaka hizo ambazo walipeleka malalamiko yao Young African kwamba malalamiko pengine hayana mashiko, na ndio maana wameweza kuachana naye, huku viongozi wa TFF wakisema ya kwamba Yanga wameshindwa kesi kasi. Ukweli ni kwamba Yanga hajashindwa kesi kasi, bali kilichopelekwa na Young Africans ni malalamiko na sio rufaa. Na katika mahakama usuluhisha kimichezo kasi, kule wanapeleka rufaa na sio malalamiko. Hivyo TFF na bodi ya ligi wanapaswa kukaa chini na kutoa msimamo wao kwa Young Africans, ambao ndio
ndio huo msimamo Young Africans watauchukua na kupeleka kasi kwenda kupeleka kama rufaa ya kesi yao. Kwa hiyo bodi ya ligi na TFF wanachokisema ya kwamba Yanga wameshindwa kesi, hilo jambo ni hapana. Jambo moja wakati tunatakiwa tujiulize, wakati haya yakiendelea, unaambiwa huko FIFA Young Africans wamepeleka vipingamizi na maswali wakiweza kuhoji kuhusiana na bodi ya ligi. Wakati mamlaka inaahirisha mechi hii, ilisema uchunguzi unafanyika na majibu yatatolewa. Sasa inakuwaje wanapanga ratiba ya mechi bila majibu kutoka? Haya ni baadhi ya yale ambayo Young Africans wameyapeleka pale FIFA, wakiweza kusema ya kwamba bodi ya ligi walisema ya kwamba wanaahirisha mchezo na uchunguzi ufanyike, kwamba kuna viashiria vya uvunjwaji wa amani pamoja na vitendo vya rushwa. Mpaka sasa bodi ya ligi na TFF haijaweza kutoa majibu ya uchunguzi ni nani ambaye alihusika katika mchakato ule wa kugomea mchezo huo mpaka kufikia klabu ya Simba kwenda kuandika barua yake ya kugoma kucheza mchezo huo, mpaka pale uchunguzi ambapo utakapoweza kufanyika na wahusika waliosababisha jambo hilo waweze kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini mpaka sasa hakuna hata mmoja ambaye aliweza kuchukuliwa sheria. Lakini jambo la pili ambalo lipo katika barua ambayo Young Africans wameipeleka pale FIFA, wanauliza nani alisababisha mechi isichezwe. Huku klabu ya Simba katika barua yake ilisema ya kwamba makomando ambao ni mabouncer wa klabu ya soka ya wananchi Young Africans, wao ndio walisababisha mchezo usichezwe. Lakini ukitizama katika kile kinachoitwa malalamiko ambayo yaliwasilishwa na Young Africans, walisema mechi ilikuwepo na ilipaswa kuchezwa, ila bodi ya ligi ndio walikwenda kuahirishwa. Lakini aliyewazuia Simba kuingia katika dimba la Benjamin Mkapa inaelezwa ni meneja wa uwanja, ambaye yeye alisema ya kwamba hana taarifa ya kwamba klabu ya Simba wanakuja kushiriki katika mchezo huo mkubwa kabisa. Kwa hiyo kama kufanya mazoezi ndio ingekuwa ni sababu, pengine wangetoa taarifa mapema. Lakini jambo la tatu, hatua gani zimechukuliwa kwa wahusika ambao walisababisha mechi isichezwe na kipi ambacho kimefanyika? Mpaka sasa hakuna majibu ya haya maswali ambayo Young Africans wameuliza. Lakini swali la 4, je, kanuni za ligi kuu zinasemaje? Umma unasubiri majibu, mamlaka zinatoka na ratiba. Mnaelewa maana yake? Yanga wamekataa uonevu huu na inavyoonekana hawatacheza mechi hii, na hii ni kwani zaidi dalili zinaonyesha uonevu na dhuluma dhidi yao. Wananchi wakiamua kuweza kuona namna gani ambavyo kila mmoja ataweza kupambana na hiki ambacho kinachoendelea ili kuweza kuhakikisha Young Africans wanapata haki yao. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kusikia yapi ambayo atakayeweza kujili, ila rais wa TFF hapa nazungumzia Wallace Karia, yeye aliweza kufunguka kile ambacho kinachosababisha pengine wasifanye ama kutoa taarifa juu ya uchunguzi wa kile kilichoweza kutokea, kwa kauli moja kabisa ambayo alitoka nayo rais wa Karia kule bungeni. Anasema ya kwamba bungeni waliniuliza sana kuhusu ripoti ya uchunguzi, nikawaambia haiwezi kutoka kwa sababu kuna mwingine alienda kwenye vyombo vya kisheria, kwa sababu kila mmoja ana sehemu yake. Itafanyika muda utakapofika, kwa sababu shauri bado linaendelea na hatujui litaisha ama alitoisha. Kwa hiyo sio vizuri kutoa taarifa hizo kwa kuwa tayari mmoja hashaenda sehemu za usuluhisho. Kwa hiyo ni vizuri tukaheshimu. Kwa hiyo bodi ya ligi wenyewe waliamua tu kutangaza tarehe, lakini walikuwa hawana uhakika kwamba sakata hili linaweza likaisha mapema kabla ya tarehe hiyo. Kwa hiyo huenda tarehe hiyo inaweza ikafika na bado mchakato wa kile kinachoitwa uchunguzi na majibu ya ripoti ya kile kilichoweza kutoka katika dabi ya Kariakoo kinaweza kisitolewe. Kwa hiyo tusubiri kuweza kusikia ni yapi mapya ambayo atakaojili katika sakata hili. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana